mchezo leo dhidi ya Coastal Union CRDB Federation na kufanikiwa kwenda hatua inayofuata. Kabla mchezo hujaanza mlikuwa na image hii ya ushindi huu? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imemalizika salama. Tumshukuru pia Mwenyezi Mungu, tumepata matokeo mazuri, tumefuzu kwenda hatua ya 16 bora. Lakini kwa niaba ya mashabiki wenzangu wa klabu ya Yanga, nitumie pia fursa hii kuwapongeza sana Coastal Union kwa ujasiri wao wa kuja uwanjani kucheza na sisi. Hali ilipofika sasa hivi itabidi Yanga tuwe tunazipongeza timu zinazokubali kuja kucheza na sisi kwenye mechi zetu. Kwa hiyo kwa niaba ya mashabiki wenzangu tuwapongeze sana Coastal Union, wameonyesha ukomavu mkubwa kuja kucheza na Yanga Afrika katika ubora ambao tuko nao. Tupongeze pia wachezaji wetu, wamejituma sana, na ukiangalia game situation ilivyokuwa baada ya kufunga magoli matatu kipindi cha kwanza, kisaikolojia players wakitambua kwamba tunakwenda kwenye FIFA break, kuna wengine ambao wanakwenda kwenye camp za national team, kwa ni kama intensity vikawa imeshuka, watu wakawa wanacheza kwa kurelax na tunalinda kile ambacho tumekipata. Dhamira kubwa ya kufunga magoli mengi haikuwa leo. Kuna dhamira tulikuwa tumeiweka, lakini kwa bahati mbaya dhamira hiyo hatujaweza kuitimiza. Kwa leo tumekuja kucheza kushinda kwenda kwenye hatua ya 16 bora na tumefanikiwa kwenda hatua ya 16 bora. Hii inaleta picha ya kwamba msimu huu mnataka tena ile kombe? Yes, tumefuzu hatua ya 16 bora kama mabingwa watetezi. Na ukishakuwa bingwa mtetezi, pressure inakuwa kubwa, uweze kupambana kutetea tena ile kombe. Moja katika malengo ambayo Yanga tumeyaweka msimu huu ni kushinda pia ile kombe la CRDB Federation Cup. Team tunayo, benchi la ufundi zuri tunalo, uongozi unao support upo nyuma ya hawa wachezaji, mashabiki wanachama wapo nyuma yetu. Tuna kila sababu ya kutetea tena ile kombe inshallah, na tutalipambania mpaka jasho letu la mwisho tuweze kutetea ile kombe la CRDB Federation Cup. Dakika za mapema sana mmefanikiwa kupata goli la kwanza leo. Akiingia kambani Max Nzengeli. Nataka kidogo uzungumze kuhusu performance yake. Wakati tuko mchezo unaendelea nilikuwa na juu pale, ulikuwa unafurahia sana kile alichokuwa anakifanya. Goli la kwanza, goli zuri, goli la pili. Una kipi cha kuzungumza? Mimi niwaambie ukweli, Maxim pia Nzengeli alinipa ahadi mechi ambayo hatukucheza hapa nyuma. Alisema anataka avunje rekodi ya King Kibaden Mputa kupata hat-trick kwenye dabi. Kwa hiyo mechi ilivyokosekana, ule moto ambao ameuhamishia hapa ni kidogo, lakini dhamira yake ambao aliiweka na aliniambia, hata natoka hapo tumekutana naye akaniambia baada ya kupata goli mbili ikabidi ni shushe kidogo tempo ya mechi, lakini dhamira yake ilikuwa ni kufunga goli 4 kwenye moja ya mechi ambayo hatujacheza hapa. Lakini bahati mbaya mechi haikuchezwa, kwa hiyo amehamishia nusu ya ubora wake kwenye mechi hii ya leo, na Max always amekuwa akideliver katika nyakati muhimu. Hapa tunakwenda mwisho wa msimu, hapa tuna mechi kama hazizidi 11 hapa kumaliza msimu. Maana yake ndo moment ambazo wachezaji wako bora wanatakiwa wasimame, na Max anasimama kuonyesha uwezo huo. Leo Duke, Oga, Buya amesimama kuonyesha huo uwezo. Timu nzima imeonyesha kwamba iko tayari sasa kwenda kumaliza msimu vizuri. Ni jambo ambalo linafurahisha viongozi na tunaamini litaendelea hivi mpaka mwisho wa msimu inshallah. Offensively mna maswali tunataka tufahamu taarifa ya Clatous Chama. Tujamuona kwenye hapo, hujamuona Chama, hujamuona Mudathir hapo, hujamuona Chama, Mudathir, hujamuona pia Jonas Mkude. Kwa hiyo swali lako limejikita kwa Chama. Okay, sawa. Wachezaji wote ambao wamekosekana leo, ukimuondoa Kwasi Atola yao ambaye yeye ana majeraha, wote wamekosekana kwa sababu za kiufundi. Tunacheza mechi na Coastal Union hatua 32 bora, wanatakiwa wachezaji 11 wa kwanza na wengine ambao watakaa bench na wengine ambao hawatakuwa sehemu ya mpango. Kwa hiyo mipango ya kiufundi ndio ambayo imefanya hao wote, Chama, kina Mudathir, kina Nkane, wote kutokosekana kwenye mechi ya leo kwa sababu za kiufundi. Maswali yameisha? Asanteni. Bana ndimbo umwabana.